Siamini, na ifikapo wakati tunapitia mfululizo huu, kwamba ikiwa tunaelewa kweli kile kinara cha taa cha dhahabu kinawakilisha na nuru inayotolewa ndani ya hekalu lake, kwamba kuna bahati mbaya yoyote hapa. Na hapa ndipo mafunuo haya yanaweza kunaswa, ikiwa tunaelewa kile tunachosoma na mchakato huu mzima na safari hii yote. Na nadhani Paulo ametufunulia jambo fulani hapa, lakini kama hatuoni wala kuelewa maana yake, ndiyo sababu iliwekwa pale. Na hii safari ya kuingia katika nchi ya ahadi, tunaweza tukakosa mambo haya. Hivyo ni jambo la kuvutia sana ambalo Paulo anatupatia hapo. Na nafikiri huu mfano mkubwa wa bibi harusi unaowakilishwa kutoka nafasi ya fimbo ya kifalme ni kweli jambo ambalo linapaswa kutoka na kwenda katika nchi ambalo lingezalisha au ambalo lingekuwa mpokeaji wa mafuta yatakayoshikilia ile nuru. Na kweli picha hii nzuri. Sawa, kabla hatujaendelea na kuangalia miti hii ambayo unajua haizai, si miti inayozaa matunda, kuhusiana na kitu kinachopatikana katika mahali patakatifu, katika patakatifu pa patakatifu, unapoingia katika hali hii ya hekalu, kuna sehemu ndogo ya kusimama kabla ya hili. Na nina hapa, je, Bramble lina chochote kilichofichwa cha kutufundisha? Sasa, Bramble hiyo inatoka wapi? Naam, kuna kitu cha kuvutia sana ambacho tunataka kukizungumzia Bramble hapa. Kwa kweli, miiba huzaa matunda na kwa namna fulani hukusanyika pamoja. Kuna aina nyingi za miiba na vitu kama hivyo. Na mimea ya aina ya Bramble inapatikana duniani kote, ikistawi katika hali ya hewa na mifumo ekolojia mbalimbali. Kwa maneno mengine, wako kila mahali duniani. Beri nyingi kutoka kwa miiba. Kwa hivyo, unajua, unaweza kufikiria vitu hivi vinaweza kuliwa na vimekuwa vikiliwa na binadamu kwa karne nyingi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakika tunaweza kula. Aina za kawaida kama blackberry na raspberry zinatambulika sana kuwa salama na tamu kuliwa. Matunda haya kwa kawaida siyo yenye sumu yanayotoka kwenye mimea hiyo, ingawa yapo machache yenye sumu. Wakati mengi ni salama, utambuzi sahihi bado ni muhimu. Matunda ambayo hayajakomaa yanaweza kusababisha usumbufu mdogo tumboni kutokana na ugumu wake, lakini bado kwa kawaida sio yenye sumu. Sasa, wasiwasi mkuu kuhusu kula matunda ya Bramble hautokani na sumu yake asilia, bali unatokana na kuto kutambua vizuri na kushughulikia vibaya. Unapokusanya matunda ya Bramble, kujua jinsi ya kutambua tunda lililokomaa ilikuwa muhimu kwa usalama na ladha. Sasa, cha kuvutia hapa na jambo linalohusiana na matunda ya Bramble ni kwamba yanaishi kwa muda mfupi sana. Kwa maneno mengine, linaweza kuwa na ladha nzuri na kadhalika, lakini si tunda linalodumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo, ni kama sehemu ndogo tu. Mradi tu haupati yale yenye sumu na kadhalika, linaweza kuwa na ladha nzuri mwanzoni, lakini halidumu kwa muda mrefu. Sio kama matunda ya kudumu ya miti halisi inayozalisha matunda. Kwa hivyo, mti huu wa miiba katika aina yake na picha yake ya kivuli si mti kama sehemu ya safari hii, lakini ni kitu tunachokutana nacho. Wiki iliyopita tuliangalia katika Waamuzi 8:12, nami nitakukumbusha tu hili. Kuna miti, na kisha tuliangalia hizi wiki iliyopita kuhusu mzeituni na mtini, na hilo, mapema katika mfululizo tuliangalia mzeituni na mtini huu, na kwa kweli inatumika katika mfano huu wa kitu kinachotokea hapa. Ambapo mwana wa Gideoni, Abimeleki, ambaye baadaye angekuwa muuaji, na atajaribu kuchukua mambo mikononi mwake, atajaribu kuingia katika hali ya kunyakua mamlaka baada ya baba yake kufariki na yeye kuondoa ndugu zake, na alitaka kutawala juu ya nyumba ya Israeli. Sasa, cha kuvutia hapa ni kwamba tunaona matokeo mazuri ya matunda yanayotokea. Mitriz iliwahi kutoka kwenda kumpaka mfalme juu yao. Wakamwambia mzeituni, tutawale ewe mzeituni. Kwa hiyo, ghafla katika mfano huu unaomhusisha Abimeleki, unaohusisha madai haya ya watu kutaka mtu watawale, ghafla inahamia kwa miti. Na tena tunaona mfano huu katika maandiko ukitumiwa moja kwa moja kutufananisha sisi na miti.
Na cha kushangaza ni mzeituni na mtini ndio waliotajwa. Hivyo ombi lilikuwa ni tutawale, lakini mizeituni wanatoa jibu zuri la matunda. Je, niachane na wingi wangu ambayo kwa hiyo miungu na wanadamu wanaheshimiwa, na niende nikatawale juu ya miti? Kwa hiyo jibu lake halisi ni mnaongelea nini? Je, nitaacha matunda mazuri ya haya na kwenda kuwa sehemu ya jambo hili ambalo Abimeleki alikuwa akilipanga? Kwa hivyo wanaendelea. Lakini mtini ukaambia, je, niache utamu wangu na matunda yangu mazuri niende kuinama juu ya mti? Kwa hivyo sasa mtini umekuwa mzuri na uko sawa, pia akisema kitu kimoja. Kwa hivyo hii inavutia sana. Kwa hivyo kadri inavyoendelea katika vifungu hivi, tunaona kwamba miti hii ina afya njema na inatoa mwitikio sahihi. Hatutakunyang'anya, hatutawatawala. Ombi hili inavutia sana. Kwa hivyo tena tulizungumzia hilo kwa undani zaidi wiki iliyopita. Hapa kuna kinachovutia. Inaendelea, ukiendelea kusoma. Naendelea, inazungumzia mzabibu na kisha inaendelea kutaja kitu cha kuvutia sana hapa. Inasema, ndipo miti yote ikauambia mti wa miiba, njoo utawale juu yetu. Kitu ambacho si mti hasa na matunda yake ni ya muda mfupi sana, ingawa inaweza kuonekana tamu mwanzoni. Na mti wa miiba ukaiambia miti, ikiwa kwa nia njema mnanipaka mafuta, sasa fikiria hili na kile Abimeleki alikuwa akifanya na kujaribu kuteka hali hii yote mkinipaka mafuta, mfalme juu yenu. Basi njoni mkimbilie chini ya kivuli changu. Njoo jikinge kwenye mti wangu wa miiba. Lakini kama sivyo, moto na utoke kwenye mti wa miiba, uangalie na uiteketeze mierezi ya Lebanoni. Sasa tutaangalia mierezi leo hapa, kwa sababu hii ni ya moja kwa moja uhusiano na hekalu. Acha iteketeze hekalu, sehemu ya mchakato huu, safari yako. Acha ni kutalali. Kuna matokeo ya hili, na hakuna bahati mbaya kwamba hili limetolewa kwetu katika suala la miti, na kisha kukutana na mti huu wa miiba ambao utafanya kile ambacho miti isiyo mizuri haifanyi na kutoa matunda mazuri. Brambo iko tayari zaidi kushiriki katika unyang'anyi. Basi sasa, ikiwa mmetenda kwa uaminifu na uadilifu mlipomtawaza Abimeleki kuwa mfalme, na ikiwa mmekaa vyema na Urobo na nyumba yake na kumtendea kama matendo yake yanavyostahili, wow! Kwa hivyo kuna kitu kilichopo hapa ambacho kiko tayari kunyakua, hali fulani ya mambo ambayo iko tayari kunyakua. Miti mizuri si mizuri, lakini bramble hii ni mizuri, na ni picha kubwa ya muuaji akijinyakulia ili kutawala miti. Kitu kimoja tu hapa, nina vichaka vya miiba vya safari yetu. Sio mti, ni kichaka chenye miiba. Dini upanda miiba. Huenda ikawa haina matunda mengi kwa muda mfupi, lakini haitadumu kwa muda mrefu. Bramble si mavuno ya kuwaendeleza watu. Matunda mabaya ni madogo, hayadumu tena, mengine hata ni sumu. Nina kelele zinazotarajiwa hapa. Kama una nafasi ya kunyakua madaraka ndani ya miduara yako ya ushirika, tarajia kelele. Hawa ni watu ambao hawana afya njema. Wako tayari kunyakua mamlaka yote na aina yoyote ile. Kwanza kabisa, Masihi. Miiba na mikato. Nimefika hapa, nimewaumiza watu. Ukijaribu na kuingia katika hili, hasa kwa mikono yako mitupu, na ukijaribu kuchuma tunda la mti wa miiba, utachomwa na kukatwa. Jambo lingine kuhusu mti wa miiba huzaa mti wa miiba. Vigumu sana kuondoa, inajizalisha yenyewe kwa urahisi sana. Kwa hivyo unaunda mazingira haya ya kidini yanayonyakua mapema sana katika picha hii.
Na hii inatumika katika neno hilo kwa sababu nzuri sana. Na nina swali hapa. Ni nini mkwaruzo katika maisha yako? Unajua, jimbo hilo, huku ukiendelea kulalamika, unaweza kubadilisha hilo sasa. Kwa sababu unaweza kuwa na ndugu na dada na unaweza kuambia, unaendelea kujigamba. Inawezekana kelele wanazopiga zinachukua nafasi ya Masiha moja kwa moja. Na mamlaka yoyote aliyoweta katika na kuzunguka maisha yako, hata ndani ya nyumba yako mwenyewe. Wale wanaokosa zaidi kwa kuchukua nafasi ni mara nyingi wenzi wa ndoa. Kwa hiyo, ni nani mkwaruzo katika maisha yako? Je, we ni mkwaruzo kwa ndugu na dada wengine? Je, umegeuka kuwa mkwaruzo wa kidini ambaye yuko tayari kuchukua nafasi ya Masiha? Je, unaendelea kujigamba kwa wengine ukisababisha kelele na mgawanyiko kila mara? Hili ndilo jambo na kauli tuliopewa hapo katika Waamuzi, basi acha mierezi iwake. Watachoma mierezi. Na naweza kukuambia hili linahusiana moja kwa moja na safari yako ya hekaluni. Watachukua kitu ambacho kitagharimu safari yako ya karibu ya Masihi. Usiutani. Hawa ndio katika maisha yako watakaoharibu safari yako. Watachukua nuru yako, watachukua matunda yako, na wataleta kwele kelele na mgawanyiko huu wote, na inaweza kuonekana tamu mwanzoni, na unanaswa na mti wa miiba. Nina picha hapo ya kikapu, na inavutia sana kikapu hiki, kwa sababu katika nyakati za kale bramble ilikuwa chanzo rahisi na kinachotumika sana kutengeneza vikapu katika nyakati za kale. Naam, punda, kwa nini unataja hilo? Je, jambo hili lote la bramble lina ufunuo mdogo wa kuvutia kwetu? Ninasoma hapa katika Mathayo 5:14. Sasa, hebu tusome kifungu ambacho wengi wenu mmekisoma mara nyingi, lakini sasa hebu tukisome kwa namna ambayo kilimaanishwa kueleweka. Kama tungeishi nyakati za kale na kuelewa mambo haya. Lakini hatufanyi hivyo na hatujui tunachosoma. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru hii itakuja kama sehemu ya mti wa mlozi, mafuta ambayo mwanga huo unaweza kuwashwa kutokana na mateso ya maisha yetu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichwa. Kwa njia, kuna uhusiano wa kuvutia hapo, naamini, na kile kilichoshuhudiwa hekaluni, hasa wakati wa Sukoti. Wala watu hawawashi taa, wanaiangalia na kuiweka chini ya kikapu. Sasa, ngoja nisome hili. Kwa jinsi inavyohusiana na Waamuzi, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya miiba, bali huiweka juu ya kinara, na inatoa mwanga kwa nyumba yote. Naamini unachokiona hapa, maneno haya ya Masiha anachohusisha ni kitu alichokijua vizuri sana na ambacho kimetolewa kwetu na Torati na manabii, uelewa huu wa kile ambacho miiba hii ni. Usichukue mwanga wako na kuiweka chini ya miiba. Haitatoa mwanga kwa nyumba yote tukifanya hivyo. Hii madios kwa Kigiriki ni kipimo kikavu cha kuhifadhia. Sio bahati mbaya kwamba kuna kitu kinahusishwa hapa. Naamini unachosoma, hata kama Kiingereza hakikielezi vizuri, tafsiri halisi ingekuwa miiba. Na huu ndio ulikuwa uelewa wa nyakati za kale. Sasa hebu tusome mfano wa mpanzi wa mbegu. Unajua, mara nyingi tunafikiria hili. Wengi wenu mngefundishwa kwamba mbegu ilikuwa neno. Na kwa kweli kunaweza kuwa na mifano fulani inayozunguka hilo. Lakini inavutia neno hilo, neno mbegu katika mfano huu. Kwa Kiingereza iliingizwa. Kwa kweli haipo
Kwenye tafsiri ya Kiingereza inasema nyingine zilianguka kwenye miiba. Kwa hivyo mfano huu wa mpanzi unahusiana na wengine, na ikaanguka kati ya miiba. Inavutia. Mwingine, na miiba ikakua na kusongwa. Walizisonda wakaanguka miongoni mwa miiba. Vidaguni vingine. Hii inahusiana na uchanga wa safari ya imani ya mtu. Hilo lingezalisha Miki. Angalia hili, anaendelea kusema. Nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri na kutoa mavuno, baadhi mara 100, baadhi mara 60 na baadhi mara 30. Mwenye masikio na asikie. Unajua, hii nyingine hii, ole kwa Kigiriki, hapa imetajwa zaidi ya mara 80 katika Agano Jipya katika Waingereza. Maneno hayo yametumika pekee kuhusiana na viumbe hai, watumishi na watu. Unajua, ni muhimu tufikirie kuhusu kile kinachosemwa hapa na Masihi. Utashindwa kwa sababu uko kwenye mti wa miiba. Miiba hii itakuzuia kutembea kwako. Na mbegu hizi zilipaswa kutoa kitu kizuri na chenye miti mizuri, ambapo inatumia neno mbegu halisi hapa, ambalo ni shomoro. Sasa hii ni mbegu kweli. Yeye ampaye mpanzi mbegu na mkate uwe chakula, atawapa na kuwazidishia mbegu za kupanda na kuongeza mavuno ya haki yenu. Kwa hivyo inazungumzia sasa kuhusu mbegu halisi hapa. Sparrow. Mtajirishwa katika kila njia ili kuwa wakarimu katika kila njia, ambayo kupitia sisi italeta shukrani kwa Elohim. Hii inavutia sana. Wakati mbegu halisi inatolewa sasa na mpanzi, kutoa mbegu hiyo huzidisha kutoa. Na bila shaka tutaona hili. Kanuni hiyo inatuhusu kiroho na kimwili, mambo kama vile fedha, utumwa wetu. Kwa maneno mengine, kadiri tunavyofanya hivi ndivyo inavyozalisha zaidi, na ni shukrani kwa Elohim. Lakini usichanganye haya mawili. Katika mfano wa mpanzi ni ikizungumzia wanadamu hapa, inahusiana na mbegu kwa njia tofauti kabisa katika maisha yetu. Sawa, je, miti ya hekalu inaficha ufunuo wowote uliofichika? Basi kama tutapitia yote haya, kama tutaweza kupita kwenye miiba ya maisha yetu, tutaweza kuvuka haya. Watu hawa watakaokuja na hawana nia ya kuzaa matunda mema watakuteka nyara wewe na kila kitu kilicho karibu nawe, na watasababisha kelele na mgawanyiko na matunda mabaya. Haya yote au kutokuwa na matunda kabisa tunayoona yakitokea katika harakati za imani. Tukishapita haya, tunaweza kuendelea kuona safari yetu katika mifano hii mizuri ya miti hii njiani. Nitasema tu, hapa kwenye mpangilio wa hekalo la Sulemani kuna mambo ya kuvutia ambayo nitaangalia hapa. Una eneo hili la nje, unajua, kama jangwa, inarejelewa baada ya kurejelewa kama mahakama ya wanawake. Unapoingia, ua huu wa nje unazingatiwa au unarejelea ua wa Waisraeli. Kwa hivyo wameingia ndani ya nyumba kutoka ua wa wanawake, na kisha unaingia katika ua wa ndani, na hapa ndipo utakapopata mambo ya kuvutia yanayohusiana na baadhi ya majukumu ya awali ya kikuhani yanayohusiana na sadaka na kuosha. Kisha unaingia kwenye mahali patakatifu baada ya hapo, na hapo ndipo unapokutana na patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo mpangilio huu umechukuliwa katika kile Sulemani alichokifanya. Bila shaka, mpangilio huo katika umbo lake la awali pia uliwakilisha kile kilichotokea kwenye hema ya kukutania.
Kwa hiyo nataka ufikirie mambo haya tunapoendelea. Tunaendelea na safari hii, na tunapoingia katika uzoefu huu wa safari yetu kando ya mto, kuna miti miwili hasa ambayo imetajwa kama sehemu ya mchakato mzima wa hekalu. Kwa hiyo sasa tunaingia mahali hapa ambapo miti hii inaweza kutufundisha jambo fulani kuhusu mpangilio. Ukitaka kuona maelezo zaidi ya mambo haya na mpangilio wake, utagundua kwamba katika mmoja wa Falme Saba hapo na katika mbili Mambo ya Nyakati 4 ambapo mpangilio wa haya yote unaanza kutokea. Sawa, basi safari ya hekaluni. Tuna birika la shaba. Samani hii ya kwanza ilikuwa beseni la kuoshea kwa makuhani lililoitwa beseni. Choo hiki, mahali pa kuashira, ilikuja mbele ya madhabahu ya dhabihu na mbele ya mlango wa kuingia patakatifu pa kweli. Kwa maneno mengine, mahali patakatifu pa kweli. Ili lilitumiwa na makuhani kunawa mikono na miguu yao kabla ya kuingia na kutoka patakatifu. Kwa hivyo wanafanya hivi, ni sehemu ya hilo. Sehemu inayofuata ya hii na kile kilichokuwa nje ya patakatifu kabla hawajaingia ilikuwa madhabahu hii ya dhabihu. Kipande cha pili ambacho mwabudu angekikuta alipoingia mlangoni kilikuwa madhabahu. Ilikuwa imefunikwa kwa shaba au shaba nyekundu wakati huo. Hii inawakilisha hali hii ya ua wa ndani ambapo utakutana na vitu hivi viwili kama sehemu ya safari na mpangilio wa hekalu. Hiyo ilinaswa ile hema ya kukutania na kisha kwa njia kuu kwenye hekalu la Sulemani katika patakatifu. Na ni vipande vitatu ambavyo vimetajwa hasa hapa, lakini patakatifu palikuwa na dhahabu, si shaba wala shaba nyekundu. Kwa hiyo una hii shaba nyekundu, hiki chuma kilicho nje, lakini ukiingia ndani tunaenda kwenye patakatifu. Dhahabu na jinsi Sulemani alivyoipanga na kile kilichoagizwa kwenye hema ya kukutania, sasa dhahabu inaonekana wazi. Ni metali inayoonekana zaidi iliyopo. Ina kinara cha taa cha dhahabu, meza ya dhahabu ya mkate na madhabahu ya dhahabu ya uvumba. Yote haya yanahusianaje na miti? Naam, tutaendelea. Kinara cha taa cha dhahabu ambacho tulizungumzia kilikuwa cha kuvutia kwa sababu tulitaja kwamba kiliumbwa na kutengenezwa kwa umbo la mti wa mlozi. Picha hii ya kitu kinachoweza kutoa mwanga na ikapigwa na kupigwa nyundo ili iwe kipande kimoja. Na kwa kweli inatoa mwanga katika patakatifu. Kwa hivyo mti huu wa mlozi unaowakilishwa umeingia moja kwa moja katika patakatifu. Nini kinaendelea? Na inatoa mwanga kwa hawa waliotajwa, meza ya mkate wa onyesho. Mbele ya kinara cha taa kilisimama hapo na upande wa kaskazini. Kilichovutia ni kwamba mikate 12 iliwekwa kwenye nyumba hii ya Israeli ili kula mkate huu na uwakilishi huu mkubwa katika picha hii. Kwa hiyo sasa una kinara cha taa mle ndani, utapata hii meza ya mkate wa onyesho. Sasa nini kinaendelea hapa na hii mikate 12? Inawakilisha makabila 12 ya Israeli. Una madhabahu ya dhahabu ya uvumba. Hiki ni kipande cha 3. Na hii madhabahu ya uvumba ikiwa na pembe zake 4, na hii iliwekwa mbele ya pazia na ilitenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Madhabahu hii ilikuwa na kusudi mmoja tu, kuchoma uvumba, sio sadaka. Uvumba ulikuwa hasa formula iliyoagizwa na Elohim, ambayo ilituma moshi mwingi na wenye harufu nzuri ndani ya patakatifu pa patakatifu. Nitakupendekeza kwamba kula kitu hapa kama sehemu ya formula hii iliyoagizwa, ambacho kinajumuisha kitu kama sehemu ya safari yako ya imani. Na ni harufu tamu kwa Elohim, lakini ili kupata harufu hiyo tamu unahitaji kupogoa. Inashangaza sana kwamba moja ya mioshi yenye harufu nzuri na tajiri zaidi tunayoijua, hasa katika nchi za kale, kwa kweli hutokana na kuchoma matawi ya mtini. Hili si jambo la bahati tu, na ni harufu tamu kweli.
Kama sehemu ya fomula hii haikuwa kitu pekee, lakini kama sehemu ya fomula hii, je, inachangia? Je, ni harufu tamu kwa Elohim kupogolewa kwa maisha yetu? Unamaanisha mitini pia ilifika patakatifu? Mwangaza katika menora ameitengeneza kwa sababu ya mafuta yaliyomo ndani yake. Mzeituni umefanikiwa humo. Nini kinaongelea? Miti hii yote katika safari hii, ile inayozaa matunda, ina nafasi maalum sana katika patakatifu. Na kisha kuna patakatifu pa patakatifu. Sanduku na kiti cha rehema vipo hapo. Na hili sanduku lililofunikwa kwa dhahabu lilikuwa limewekwa katika patakatifu. Hii ni ya kuvutia. Hakuna kitu kimetokea kwa bahati tu katika kile kitakachounda patakatifu au mahali pa karibu na Elohim. Usiruhusu miiba ikukandane hivi. Sasa, mpangilio wa hekalu. Nina somo la ufuasi wa vitendo hapa. Na ili watu wajue hili katika safari yako mwenyewe, kwa vitendo tu. Nafikiria hivi katika safari yako ya ufuasi. Una jangwa hili. Una watu ambao wako nje kama sehemu ya safari yao ya imani, wakijaribu kuelewa kinachoendelea. Tumepitia safari za Kikristo, labda za Kiyahudi na kadhalika, lakini hatimaye tunagundua kuwa sisi ni sehemu ya nyumba ya Israeli na kuingia katika ua wa Israeli. Tafakari hili safarini kwako, ambapo watu sasa wanaanza kuelewa kwamba wanaingia kama sehemu ya nyumba ya Israeli. Kisha unaingia katika taswira hii ya ua wa ndani, ambapo utaona dhabihu na kuoshwa. Mambo haya makuu yaliyotajwa katika maelezo kuhusu hili kabla hujaingia mahali patakatifu. Nilisema, fikiria hili kama mahali pa dhabihu, kusagwa, kubebana mizigo. Ilikuwa miongoni mwa wale 12, si kila mtu aliruhusiwa kuingia mahali pale. Kwa hiyo ukifikiria kuhusu hili katika maisha yako mwenyewe, nani anayepitia dhabihu yako, kusagwa kwako, kuchomwa kwako? Yote hayo ni sehemu ya mchakato huu wa hekalu. Hivyo fikiria hili kama kile Masiha alichopanga na kuweka mfano na wale 12, kile alichokuwa akifanya. Nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Je, tunadhani tunaweza kweli kufanya safari hii bila hilo? Je, hii ni bahati nasibu tu kweli? Sidhani kama ni hivyo. Fikiria safari yako mwenyewe kwa namna hii. Mahali patakatifu, ushirika wa karibu, wale 2 au 3 katika maisha yako, wale ambao unaweza kutembea nao kwa ukaribu, ambao unaweza kushirikiana nao kwa kweli. Unapokosa shabaha, mapambano yako, changamoto zako kwa kiwango cha ndani na cha karibu zaidi. Hilo halikusudiwi kwa kila mtu mwingine katika mwili mpana, labda hata halikusudiwi kwa wote walio katika ufuasi wako wa karibu, kwamba sehemu ya kuoshwa, mikva ya maisha yako na dhabihu inayohusiana nayo. Na kisha patakatifu pa patakatifu. Nami nitakushauri kwamba agano la ndoa linaonyesha kitu katika kiwango cha ndani zaidi. Imejengwa kwa msingi wa agano. Usifanye makosa kuhusu kilichomo humo. Ni kiti cha rehema kinachofunika agano. Na mfano wa kivuli wa ndoa ni mfano wa kivuli wa kitu kinachoitwa patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo, fikiria hili katika safari yako ya ufuasi wa kiroho kwa vitendo. Ni nani unayemruhusu aingie katika maisha yako? Ni kitu gani unachokipitia huko nje? Je, tunapaswa kuchukua mpangilio huu mkuu wa hekalu, mpangilio wa maskani? Na je, tunaweza kutumia hili kwa njia ya ufuasi wa vitendo ili kutafakari? Nataka kupendekeza kwako kwamba unaweza na tunapaswa kufanya hivyo. Na miti hii inayozalisha matunda ya imani yetu, safari na majaribu, ni sehemu ya mchakato huu wote. Zilikuwa sehemu halisi ya mchakato kama ilivyoelezwa katika Torati na katika hekalu la Sulemani. Kwa hiyo, tutaangalia haraka mti huu wa mwerezi kama sehemu ya hili. Mti wa mweregi. Kwa hiyo, tunaendelea mbele. Tuko kwenye safari yetu mtoni. Na tunakutana na mti wa mwerezi. Nini kinaendelea hapa? Huu si mti unaotoa matunda.
Katika hatua hii, aidha tunayo matunda au hatuna. Tumezibwa na miiba na tunazalisha matunda mabaya au la. Tunaficha mwanga wetu chini ya miiba hiyo au la. Tumeishi au tumepitia kukandamizwa kwa njia ya kutubu na kweli tumetoa mafuta. Tumeenda kwenye safari hii ya matunda na jinsi miti hii inavyowakilisha safari hii kuu ya maji ya uzima. Na tumeenda na miti yetu imepandwa kando ya maji ya uzima, kama alivyosema Mfalme Daudi katika Zaburi, pale Zaburi ya 1. Basi mti wa mwerezi, huu mti mkuu wa hekalu, huyu erez hapa kwa Kiebrania, mti wa mwerezi, mbao za mwerezi, kuni za mwerezi, mzizi wa neno hili erez maana yake kuwa imara, kufanywa imara, kuwa na nguvu. Mierezi hii mikubwa ulioiona hapa ikionyeshwa ya Lebanoni ambayo Sulemani angetumia inawakilisha kitu chenye nguvu nyingi. Sasa ili kuelewa hili kwa maana ya hekalu analolijenga na kile alichoweza kupata kama aina ya rasilimali wakati wa kujenga hekalu, kuna uwakilishi mkubwa wa sababu aliyoitaka mierezi. Na kwa hivyo sasa wana ufikiaji wa hii kama sehemu ya hii. Ni miti mizuri na mikubwa. Inajulikana kwa uzuri wake wa kifalme, lakini pia kwamba hukuwa mirefu na imara, yenye nguvu katika imani yao. Mti wa mwerezi